الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، إن الحمد لله وحده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتضى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، katika marejeo yetu ya sura 7 tupo katika maelezo aya 10 na 11 na 12. Tumesema aya ya 10 imekuja baada ya kukumbushwa wenye kukanusha na wenye kukataa kwamba Allah ni mweza kufufua na kuhesabu watu, kwamba kuna adhabu na kuna starehe baada ya mauti. Wanaokataa wanaambiwa hiari zenu, yani mko katika amani na salama. Ukitaka kudidimizwa katika ardhi au kushushiwa vipande vya mawe au chochote kutoka juu mkaangamizwa, ni jambo dogo tunaweza kutokezea kama ilivyotokezea wenzenu wa zamani wa kabla. Lakini kwa wale nyoyo zao zilizotulia kwa imani, hata wanapofanya makosa Mwenyezi Mungu anawakaribisha. Kwa kumalizia aya 9 aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna fi dhalika la ayatan likulli 'abdin munib. Hizi kuna dalili za kutosha za kumfanya mtu aogope na kuyaamini haya kwa kila mja mwenye kurudi kwa Mola wake kwa tauba. Aya hii ilipomalizikia hapa ikaja kisa cha nini? Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Aya mbili hizi pamoja na aya fatia, an'mal sabighat wa qaddir fi as-sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Yarhamkallah. Aya mbili hizi kwa ajili ya Daudi, na aya zinazofuatia pia zinazokuja baadaye ni aya kwa ajili ya Suleiman mtoto wa Daudi. Na watu wawili wamekuja hapa, wameelezwa na ndani yake mna kisa cha Suleiman na bibi mfalme wa Saba ambao walioangamizwa na Sail al-Arim, na ndio sura hii ikapata jina kwa sura 7. Ikiwa masala kama unavyoona mufassirin kwamba Abdul Munib hapo kwa kila aliyekuwa munib, halafu kaja kisa cha Daudi, ina maana iko alaka na ile inabat Daud wa li Suleiman, na wao lilatf, na iko inaba kwa ajili ya Suleiman pia, yani kurudi na kutubu kwa Daudi na kurudi na kutubu kwa Suleiman, na kadhalika mitume wengine pia. Kwa hivyo hapa, kwa sababu munib mwenye kujua kosa lake akastaghfir, akaomba toba, akarudi kwa nguvu kwa Mola wake, hii inaitwa maana yake munib, inaba huyu wa. Na kwa hivyo laqad ataina Dauda, na kwa hakika tumempa Daudi.
Na inaba hapa kwamba hal mitume wanafanya makosa, wafanya makosa, na aina gani ya makosa? Makosa yao ni madhambi, asiyan au akhta, makosa ya ghafla yatokezea. Wanasema kwanza mitume wafanya makosa, makosa ya dhambi hasa kama ulevi au zina au makosa makubwa. Hata huko kuua kulipotokezea kwa makosa, kwa kumpiga mtu ngumi Musa akaanguka chini, fawakaza Musa faqadha alayhi, ile pia ni ambalo jambo ambalo sio kusudia. Kusudia ni kumtia adabu yule alikuwa akigombana yule Mkipti pamoja na watu upande wa Firaun, katika jamaa zake Firaun yakapojiona yeye mtu mkubwa akataka kumuonea yule. Kwa hiyo Nabii Musa akataka kumtetea mwenziwe, ndio akampiga ngumi, lakini sio ngumi ya kusudia muue, isipokuwa ikatokezea kifo. Alipomua taban akarudi mbio kwa Mola wake akasema, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Dua hii aliyosema Nabii Musa pale pale baada ya kutenda kijiji, akasema hii hakika ni amali shetani, inao mudhil, mwenye kupoteza watu kwa hakika. Sasa kwa hivyo rabbi inni dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu, inaweza kanipeleka motoni kwa jambo hili, ndio basi nakuomba faghfirli. Na Mwenyezi Mungu anajua nia ya Nabii Musa, akaambia pale basi hapo faghafara la, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghafara la. Ombi langu ongezeni katika listi yenu ya dua zenu rabbi inni dhalamtu nafsi, kwa sababu naona katika aya hii ambayo ni dua ya Nabii Musa aliyoomba kwa Mola wake kwa kosa la kumpiga yule mpaka kafa, na Mwenyezi Mungu akateremsha maghfira yake hapo kwa neno, kwa harfu basi hapo faghafara la, ndio inafahamu kutaalaq nayo. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Kwa hivyo inakuja swala kwamba baadaye akaja tena yule mtu mwingine yule upande wake, akaanza tena kuchokoza mtu, akataka kupigwa. Nabii Musa akataka kwenda kumkasahau. Basi unajua kwa kuwa Bani Israeli wameteswa sana na watu wakubwa, watu wake Firaun, mpaka kuwafanya kama ni watumwa na kuonea na kuwapiga bure, yale yamemkaa sana moyoni Nabii Musa. Kwa hivyo hamaki zake yote anakuja hata kunipiga huyo ndio Firaun, kumbe hatizami nani mkosa, akata kamsukumia ngumi moja, faqadha alayhi fawakaza Musa faqadha alayhi. Na huyo pili sasa, falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahuma, alipotaka sasa kulipiza kumsaidia tena yule alikuwa ndo sababu ya Musa kumua mtu, alikuja tena qala ya Musa, mbio kajitetea na mkono juu, wewe Musa jana umeua na leo utakuwa tena? Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, watakuniwa kama ulivyoua nafsi jana. Sasa kauli alompa ikamfanya Nabii Musa akarudi mbio. Tazama hii mtu itiraf, jambo muhimu sana. Itiraf kwa kosa lako, hata ikiwa nani anakwambia kubali kosa lako. Pale alomwambia in turidu, wewe hutaki chochote illa an takuna jabbara, wewe utakuwa jabari. Na jabari sio mtu mwenye nguvu kama Kiswahili tunavyosema. Jabari ni mtu kutumia nguvu zake katika dhulma. An takuna jabbaran fil ardi, yani popote unapokwenda wewe unaona nguvu yako moja tu, na hapo mtu anakufa. Unataka kujionyesha wewe ndo mwenye nguvu kwa watu wote, unafanya unavyotaka, unaua unavyotaka. In turidu, utaki chochote illa an takuna jabbara fil ardi, wama turidu an takuna min almuslihin. Na nasaha hapo nasaha ya mtu anayetaka kupigwa ngumi na yafe, anamtupia bomu kwa kumwambia bomu la nasaha, nasiha hii. Wama turidu an takuna min almuslihin, utaki wenye kutengeneza. Yani sisi tumegombana, tazama nani mkosa kwanza, ufanye islah, au sio nipige tu.
akasema hii kazi ya shetani, kazi yake mudhillun tena mubin. Naam. Kwa hivyo mitume wanakosa, lakini makosa yao kuna khatia. Khatia ni makosa ambayo kufia kwenye stage ya dhunub, maasi makubwa ya kumtia mtu motoni. Na kuna nini ukisema khatia, jamii yake wengi wake khataya, madhambi mengi. Wa hasha lillahi an yakuna ay nabii min alladhina yartakibuna alkhataya, hawezi kuwa kama mtume yote mwenye kufanya khataya, maasi makubwa abadan, isipokuwa kuna khata, kosa dogo, akhta, makosa mengi, na kuna khatia, kosa kubwa na khataya. Al-anbiya ma'sumuna an kaba'ir adh-dhunub, mitume wamekingwa na makosa makubwa, lakini khataya madogo madogo wanafanya kwa sababu liannahum bashar, binadamu. Qul inma ana bashar. Na zakuja swala ambalo mimi sipendi sana kulizungumza, hal Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya makosa? Na makosa haina kama alivyosema, kwa hilo kubwa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala si mtume yote. Ama madogo madogo si kwa ajili ya makosa, bali kufanya jambo lingelikuwa jingine ni bora zaidi kuliko hilo. Ilipokuja sura abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika law yazakka au yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Kakana vigogo wa Makuraish anajaribu kuwavuta katika dini ya Uislamu, na anakuja Ibn Maktum kipofu, hana habari kwamba kakaa kashughulika na wale. Ya Rasulullah, alimna mimma allamaka Allah, tufundishe wala kufundisha Allah na sisi tupate faida. Na Mwenyezi Mungu anaambia kunja uso, tabari muona mtu akageuza uso akashughulika na wale. Wewe ushakuwa muumini, wewe subiri baadaye, lazima sasa hivi na wakati mwenyewe niko busy hapa najaribu kuwavuta vigogo wa Quraysh, na ndio kwanza wanamtukusha wakisema hivi wanamleta hivi. Mtu akiwa na inadi atake atafutia kila njia na kila hila ya kukwepa, au sio? Na yeye Mtume sallallahu kwa hima yake yupo tu bwana, hajafurahi, kakunja uso, kageuza, na mizungu anarudi. Sikurudi kwamba ni makosa. Jua kwamba kuna aya inasema inna fatahna laka fathan mubina, tumekupa fath liyaghfira laka Allah, akusamea Allah ma taqaddama min dhanbika, yaliyotangulia yote madhambi yako. Mtume na madhambi, lakini kwa akhta madogo madogo, hata yangekuwa dhambi hapo basi tukirudia, wa ma ta'akhkhana kuja shapo check in advance kabisa fa chukua amount yote kaandike peleka. Subhanallah, yani wama taakhara nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam wa yutimma ni'matahu alayka, mtu mwenye kukosa na kumghadhibisha Allah atimizie neema bado, wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasra aziz. Sote sifa hizi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo makosa madogo madogo, hata uslubu wa kumwelekeza mtume wake sio kosa kuitwa ni kosa, kwa sababu tunajua sisi kosa mpaka ukifanya kitendo. Lakini ukisema tu au ukinuia tu kwamba unataka kufanya jambo na hujalifanya, sio unapata thawabu pia? Khatia unataka kufanya khata lakini hujalifanya, unapata thawabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa hivi, maana kwamba ungelimsikiza yule, hiyo kazi unayofanya ndio kutuma, nimekuleta hapa ya mudaththir qum fa'andhir, na unaifanya, na hasa kwanza halo kwa kubwa, na huyo kisha kwa muumini anaweza kusubiri. Lakini yule dhambi yake ni kwamba haoni, anakuja ingekuwa anaona afikia angesogea chini yako abada. Kwa hivyo yule hajakosa na wewe hujakosa, lakini la ungelifanya ujue kwamba ni huyu ulimdharau kwa mgeuzia uso, huyu ndio kusikiza zaidi. Ama manjaka هو يخشى فأنت عنه تلهى نمبوذ لا كلا سوى ويدو هذا أنا يتاك أسلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعشي بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم usiondoe jicho lako kutokana wale ukatazama wale Makuraishi wasotaka jicho lako lio pale pale. Yani hawa bora mara milioni kuliko hawa. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع
man aghfalna qalbahu an dhikrina, usiwatii hawa tumewaghafilisha nyoyo zao wasitutaje, wattabaa wakafata matamanio. Subhana, aya nzito sana katika sura Kahfi. Kwa hivyo hapa tunakuja tunasema hivi, inapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana choice na kwenda katika vita, munafiki wewe fulani njoo, tunaweza kumwita njoo, ingia tueleze katika vita. Ya Rasulullah, mimi nyumba yangu aura, nyumba yangu kidogo mbovu, nataka kutengeneza sije nini. Nenda kakae wewe, njoo. Mimi ya Rasulullah, unajua mimi bwana, mimi mkienda kule kwa Warumi wale, unajua wanawake, mara moja roho yangu inatoka, naweza kufanya maasi. Haya, kaa. Anapoa idhini ya kukaa sende katika vita. Wanafiki watafuta viji excuse wote vile wa kutoa. Mungu anaambia nini? Anaambia lao ungeliwacha wale ndio wakwenda, sasa tuwatie adabu wa wanafiki wanataka nini? So ikiwa Waislamu wao basi wacha wakateseke katika joto, hata katika safari. Lakini zama uslubu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokabiliwa na Mola wake kwa kuambia afa Allahu anka. Nini maana yake afa Allahu anka? Mola wako amekusamehe. Sasa inatangulizwa msamaha kabla kusamehe hajatajwa. Uslubu alqurani, maneno ya Allah, afa Allahu anka lima adhinta lahum. Lawama inakuja baada, kwa nini umewapa idhni kukaa? Afa Allahu anka lima adhinta lahum. Wacha waende na wapate tabu. Swali kwa Waislamu wao na kumbe wao basi na wakateseke kule. Subhanallah. Na mengi sasa, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum. Anakufanya adui mulipize kwa mujibu wa adui. An-nafs bin-nafs. Aliposema baada ya vita vya Uhud akasema wallahi, kuna baada ya kumwona ami yake Hamza amekatwa mpaka ini kutolewa, akasema wallahi nitalipiza kwa watu 70 badala ya ami yangu. Unajua fi lahzat ghadab mtu asema la, mmoja kwa mmoja insaf uadilifu. Naam, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada. Na mifano kama iko mingi, hatusemi kwamba Mtume alikuwa anafanya makosa, bali watu wapende hata kutaja kwamba Mtume hana makosa. Mtume basi anaelekezwa njia gani ya kufanya ile kwa bora zaidi, au sio? Ama al-khataya jamaa ya khatiya, sio akhta, makosa madogo. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. sawa. Kwa hivyo tunapokuja hata katika nabii Daud alifanya nini? Nabii Daud alipokuja Abdi Munib katajwa Daud, yeye mmoja katika watu waliofanya makosa pia, lakini baadaye kajirakibisha, akaomba maghfira. Suleiman pia amefanya jambo, ingawa mambo ambayo sio kuitwa makosa ya kwamba mtu kumpeleka motoni au nini, makosa kurekebisha. Naam. Kwa hivyo tukitazama masala ya walaqad atayna Dauda minna fadla, katika aya tunaposoma baada ya kuhukumu watu 99, yule mwenye kondoo wake 99 na huyo mmoja akaambia la, kataka kukudhulumu kwa kondoo wako mmoja, kumchukua akamchukua naye akafanya 100 wote. Akaambia nini Nabii Suleiman? Akaambia sikiza pande zote mbili, mwanawe akarudi akaishi kwa makosa. Wa dhanna Daudu annama fatanna, akajua Daud kwamba tumemtia mitihanini. Fastaghfara rabbah, kafanya nini? Kaomba maghfira kwa Mola wake. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Allah. Huyu ndiye Daud, kwa kosa ambalo halikukosa, lakini karudi mbio kwa Mola wake. Ikiwa aya inasema hivyo, kaisi kwamba ni tumempa mtihani. Fatana fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an, kaona istighfar tu patoshi, la bali nimsujudie, niwe karibu naye zaidi kwa kumuomba subhanallah raki'an. Wa hina raki'an kama rasul ngine ni sujudi yenyewe. Wa anab, ndio maana katika ayat 6:17 hii moja himo.
na jawabu hasa ilivyokuja faghfarna lahu dhalik, faghfarna lahu dhalika, tukamghufiria. Nabii Suleiman kwa upande wake kwa kosa labda kajiona mimi najah na sultan na nguvu na nini, kidogo labda mpitikia kwamba kidogo labda atone ya kibri labda ijie ndani ya moyo wake, naye Mwenyezi Mungu akamtia mtihani, akamletea kiwiliwili. Wengine wanasema shetani, wanasema nini, jasadan, kitu ambacho kisichokuwa na haraka yote, kiwiliwili kisichokuwa na haraka. Basi Mwenyezi Mungu akamwekea jasadan, kiwiliwili, akaja kwenye kiti chake, kiti changu kimekaliwa pale pale, akadhalilika, akaona kwamba nini, isije kwa Mwenyezi Mungu anamfanyia mtihani. Walaqad fatanna Suleiman, walaqad fatanna Suleiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba ila rabbih munib, au sio? Kul abd munib thumma anab walosema wengine tafsiri bi maana kisha tukamrejeshia kitu chake, au wengine wakasema anaba ila rabbih. Lakini kilichofanya kwamba kahisi kwa ni kosa na Mwenyezi Mungu anamtia mtihanini, qala rabbi ighfirli, pale kaleta ghufran, qala rabbi ighfirli, akaomba nitukitaka wahabli mulkan ila akhir aya. Na hizi dalili za kuonesha kwamba mitume makosa yao si ya kuitwa makosa, ni maelekezo. Makosa yao ni kuambiwa wafuasi wao na wanokuja baada yao kwamba isije katika nafsi yenu mambo madogo madogo mkaona ni madogo. Nabii huyu Suleimani alipokuwa anapanda katika busati yake, kidogo unajua ukipanda ndege unapita katika turbulence, pepo nini ndege inatikisika hasa kwenye mawingu, kwa hiyo mnaomba fungeni ukanda. Sasa turbulence aliyopata na Nabii Suleiman katika busati yake, Mwenyezi Mungu anampa mtihani, kwa sababu ilimjia kama tazama, mimi naruka juu na kwenda ninapotaka na bila petroli, bila diesel, bila fuel kidogo busati likatikisika hivi kidogo, akasema nimpe amri busati, tajiri ya busati kasao usimtikise, ujijue katika mikono ya Mwenyezi Mungu, tajiri ya busati. Akamjibu busati, umirna an nuti'aka ma ata'ta Allah, tumeamrishwa tukutii wewe pale unapokuwa unaendelea kumtii Allah. Yani kosa gani kafanya Suleiman? Basi labda imempitikia kwamba mimi niko katika hali kadha kadha, yani ile nuru hata tone ya kibri labda isije kamjia, katika jumla ya mafunzo ya Mwenyezi Mungu katika mitihani anaompa. Tukomana tunasema fatanna nini, tumempa mtihani, ikhtabarna, imtihanna. Fitna bimaana ikhtibar, bimaana imtihan, yote katika jumla ya maana. Kwa hivyo tunasema kwamba Mtume SAW katika mambo ya dunia anaweza akakosea. Na alipokuja jamaa kutaka shauri yake kuhusu habari namna kupandisha mitende sirini, akamwambia fanyeni hivi, wakaja wakasikitika, ya Rasulullah, mimi mbona umetuambia hajawa kama tulivyokusudia? Akawajibu nini katika hadithi ya Muslim, Imam Muslim anasema Mtume SAW katika umuri dunia, mambo ya dunia, anasema inma ana basharun mislukum, hakika ni binadamu mfano wenu. Idha amartukum bi shay'in min dinikum fakhudhu, nikikuamrisheni jambo lolote katika dini yenu muikamate. Wa idha amartukum bi shay'in min ra'yi, nikikuamrisheni jambo lolote katika rai yangu, fa inma ana basharun, mimi ni binadamu. Kwa hivyo masala ya kwamba Mtume SAW anakosa hakosi, hatupendi kuyatia katika mazungumzo, gawaje yanatajwa katika baadhi ya vitabu, watu wanaeleza, lakini Mtume wetu SAW khairul bashar wa khairu khalqillah fil kaun, mbora viumbe vyote. Kwa hivyo
kukosa kwa mitume na kutajwa iko Nabii Ibrahim kasema uongo kwa kuvunja masanamu, akasema salu kabiru madha in kanu yantikuna, muulize bosi wao kubwa sio naona kwanza nini kalika shoka liko begani vunja akashuka lake. Wewe unajua kama wasemi sasa, ikiwa hawasemi mnajua kama nini mmevunja, kwa nini hiyo miungu mbona hajui kujitetea wala haina manufaa wala madhara yote, kwa nini mnaiabudu? Wakaona haya alafu mbio wakawabaisha ili watu wasiendelee kudhalilishwa na kitoto kijana kama huyu kutuambia kwamba sisi hatuna maana, kwa kuwa nusuru alihatakum nusuruni miungu tieni katika moto. Basi hilo ndo kubwa zaidi ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Haya maneno tunaelezea leo, nilikuwa nataka kuendelea lakini nasema wacha pia tupate faida ya maana kusudia kwa nini Abdul Munib, halafu kaja laqad ataina Dauda minna fadla. Sheikh Sharawi kasimama katika kauli minna hii kwa kuelezea kwamba hii minna jamani kutoka kwa Allah, na ikiwa fadhili ziada itoke kwa Allah kwa mtu kama huyu, mjumbe wake kama huyu, bila shaka ni jambo kubwa sana. Akaendelea kueleza kwamba wakati Firauni anapokaa kachinja kila anayezaliwa mwaka ule katika vijana wake, yule kajaliwa kupelekewa kitoto kichanga amlee mwenyewe atakayekuja kumondoa katika ufalme wake. Sasa unachinja, basi huyu Mungu safari kakosea, akamwacha hai. Anasema qurratu aini li wa lak, tusimwala taktulu, msimuone mwache pengine katufaa sana, sio au natakhidha walada Nabii Firauni akasita, basi haya mwache alele huyo kamwacha. Walqaitu alayhi mahabbatan minni, nimeweka mahaba mapenzi katika nafsi ya Musa ili kila nimuona ridhike. Kwa nafikiri kwa napo nzuri pengine pua refu uswaka hausitazamika kitu gani kinachomfanya mke wa Firauni akasema qurratu aini ndio wallahi hakuwa na uzuri wote, lakini yale mapenzi yaliyotia katika Mwenyezi Mungu katika nafsi ya Musa, ewe kila anemwona anampenda. Hilo moja, lakini liko kubwa, wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Na hii kauli minni hapa, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, tunachukua neno minna na minni liko jambo linatoka kwa Mwenyezi Mungu, kisha kuna sheria zote zinakaa pembeni, lazima litendeke, au sio? Akaishi katika nyumba nini ya Firauni na kupata hicho. Naam, kwa hivyo tukitazama kwamba walaqad atina Dauda minna fadlan, tumempa fadhila. Na fadhila kumfanya nini? Kumfanya kuwa ni mtume na mfalme. Tabu ufalme kwa pataje? Kaifa nala Daud almulk, amepataje? Katika kisa cha vita vikubwa baina jeshi la Talut na Jalut nasema Goliath kwa kizungu na Talut. Hawa walikuwa majabbar madhalimu wakubwa, na wakati huo Daudi bado wala si mkubwa hivyo. Wakatala Daudu, aya katika sura al-Baqara mwisho kabla jenge juzu 3, fahazamuhum biidhnillah, akawashinda waumini, wakawashinda wale wakati mtume mwingine sio Daudi bado hajapo utume. Wakataluhum biidhnillah, na alikuwa kijana tena, alichukua jiwe akampiga Jalut pale kama biidhnillah tabana. Fahazamuhum, wakashinda biidhnillah. Wakatala Daud Jalut wa atahu Allahu almulka, na Mwenyezi Mungu akampa ufalme, wal hikma, akampa hikma
ambayo inofikia mpaka kupata utume baadaye wa Allah al-mulk wal hikma wa 'allamahu mimma yasha. Al-ilm ar-rabbani alikuwa Daud katika jumla ya qawla qad atayna Dauda minna fadla ilmun rabbaniyun, ilmu kwake ni wahi na kufahamishwa na hidayah ili awe ni kiongozi wa watu. Wa'allama mimma yasha, na kumpa jah na sultan na quwwa na taqwa na khushu' na tawadhu. Hayo yote yanafuatia katika nini? Katika ilmu min ladunillah, kutoka kwa Allah. Kwa hiyo basi nitakupitia baadhi ya haya mambo ili kidogo tupate faida zaidi katika hizi aya tulizotaja hapa. طيب alafu Mwenyezi Mungu kabla aya hii kasema an'amal sabiqatin wa qaddir fi as-salb bishaelezea jana wa'malu salihan, fanyeni amali njema iwe ndio kama ndio malipo yenu kwa fadhila hizi nilizokupeni. Inni bima ta'maluna basir, sifikiri sikuoneni na kuoneni, yote mnayofanya ninayaona. Na Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi qudsi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, ya ibadi in kuntum ta'taqiluna anni la arakum fal khalal fi imanikum. Ya ibadi, enyi waja wangu, in kuntum ta'taqiluna anni la arakum, kama nyinyi mnaitakidi kwamba mimi sikuoneni, fal khalal fi imanikum, basi makosa katika imani zenu. Imani zenu si sawa, imani zenu regarega. Wa in kuntum ta'taqiluna anni arakum, na iko nyinyi mnajua kwamba mimi ninakuoneni. Tunapokuja katika ihsan, kufanya amal kwa wema, kwa uzuri kabisa, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maabudu kama kwamba mnamuona, wakati nyinyi hamuoni yeye anakuoneni. Kwa hivyo hadithi inasema wa in kuntum ta'taqiluna anni arakum, na ikiwa nyinyi mna hakika kwamba mimi nakuoneni, falima ja'altumuni ahwanu an-nadhirina ilaykum, kwa nini mkanifanya mimi watazamaji wa hali ya chini kabisa, duni kabisa kuliko wote? Kwa sababu mtu anayefanya jambo, mtoto mdogo wa miaka 12 atajizuia, yeye ataniona, akiondoka tukafanya anataka kulifanya, au sivyo? Yani yule mmogopa mtoto mdogo. Mwenyezi Mungu mwenye kuona kila kitu anasema, moja katika ulama anasema kauli hii atapokuja kumwambia atakayemsuta yule dunia akhera na kumweleza, anasema wallahi ataona adhabu kwa kauli ya Mwenyezi Mungu kuliko adhabu ya moto kunguzwa. Falima ja'altumuni ahwanu nadhirina ilaykum, kwa nini mmenifanya katika watazamaji waliokuwa hali ya duni kabisa? Kama wacha nitazame, hajui kitu yule mtoto bado, wacha nifanye nitakayofanya, hawezi kwenda kusema kwa mama au sivyo? Kwa hivyo subhanallah, kauli kama hii nzito sana, inatupeleka katika imani hali ya juu. Alladhina yu'minuna bilghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Naam, nafikiri tutasika hapa kwa leo. Hadha wallahu a'lam.